Asante Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu asubuhi ya leo. Tunakuinua Mfalme, tunakuinua Baba yetu mwema. Asante kwa upendo, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali kikuu, asante kwa kutupa upendeleo wa ajabu sana asubuhi ya leo. Watoto wako tumeshuka mbele zako tukiomba rehema zako, tena tutakase kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya thamani, damu ya Pasaka. Roho Mtakatifu, tumenyenyekea mbele zako tukisi rehema zako, tutakase tena kwa damu ya mwana kondoo. Turehemu Baba yetu sawa sawa na fadhili zako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Rika sanda rabo sheka bakuria basika. Itia damu ya Yesu popote pale ulipo. Itia damu ya Yesu, damu ya utakaso, damu ya thamani, damu ya Pasaka, damu inenayo mema, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaitia damu yako, damu ya thamani, damu ya Pasaka, damu inenayo mema kwa ajili ya hatima, kwa ajili ya maisha yetu. Tutakase nafsi zetu, mioyo yetu na roho zetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ruhusu utukufu wako Bwana ukasimame asubuhi ya leo. Tunakuita tena Baba yetu mwema, Mfalme, tunaita nguvu zako, tunaita utukufu wako. Mungu usiyenyamaza, usiyeshindwa, Mungu mwaminifu, tunakuita tena kwa nguvu zako Yesu Kristo, kadhihirishe utukufu wako na uweza wako wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Rika sandaraba kushikaraba sika. Muite Yesu asubuhi ya leo, ita nguvu zake, ita utukufu wake, katika jina la Yesu Kristo tunaita utukufu wako tena. Baba, achilia tena neema mpya, achilia tena utukufu mpya. Roho Mtakatifu, tunakualika tena asubuhi ya leo na nguvu zako, tunakualika na utukufu wako. Roho Mtakatifu, tunakualika Roho Mtakatifu kwa uweza wako toka juu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu aliye mwema, udhihirishe utukufu wako na nguvu zako na uweza wako Yesu Kristo. Tuone nguvu zako na tuone utukufu wako wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, tunakuita kwa sababu tunataka nguvu zako, tunataka utukufu wako. Usipungue kwetu, fanya jambo kubwa. Roho Mtakatifu, asubuhi ya leo ruhusu nguvu zako na ruhusu utukufu wako wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Oh, asante Yesu. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante popote pale ulipo. Mwambie Yesu asante. Asante kwa neema, asante kwa utukufu wako, asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa mkono wako, asante kwa neema, asante kwa utukufu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakutukuza, Baba tunakuinua, Baba tunakusifu, Baba tunakuabudu. Pokea sifa Baba yetu, pokea sifa Mfalme, pokea sifa Bwana mabwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, 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 amen. Nichukue nafasi kukualika popote pale ulipo asubuhi ya leo. Nikualike popote pale ulipo asubuhi ya leo. Nikualike popote pale ulipo asubuhi ya leo. Ninasikia asubuhi ya leo Mungu akiwa ananiambia kwamba kuna matamko. Kuna matamko ambayo yamekuzuia kufuta matamko. Ni kufuta yale matamko ambayo hakika yamekuzuia usipige hatua, usiende mbali. Kwenye kile kitabu cha Ayubu sura ya 12 mpaka kuanzia mstari wa 20, Ayubu 12:20, Biblia inasema uondoa matamko ya hao walioaminiwa na kuondoa fahamu za wazee. Naomba nirudie. Ayubu 12:20, uondoa matamko ya hao walioaminiwa na kuondoa fahamu za wazee. Sasa anasema uondoa matamko ya hao walioaminiwa na fahamu za wazee. Sasa hapa kuna kitu ambacho nataka ukielewe. Matamko ni nini? Matamko kwa lugha nyingine ni inaita viapo. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Amos sura ya 6, utaona kuna kitu kinaongelewa juu ya kiapo. Sasa kiapo ni nini? Kiapo ni yale makubaliano
waliokubaliana, wazee wenu kwenye familia, kwenye ukoo wenu, na walipokubaliana wakaweka, kwa sababu kiapo wewe ukifanya kiapo, wanafanya watu wawili au watatu waliokubaliana kwa ajili ya jambo fulani. Kwa hiyo wazee wako na babu zako walifanya kiapo, wakaapiana, wakasema mji huu watoto wake wote hawataolewa. Hiyo ni mfano. Mji huu watoto wetu wote wakienda mjini wasifanikiwe, ili warudi kijijini, na wakaapa. Wengine baadhi ya familia wameapa watoto wa kike kwamba wakiolewa basi waachike, warudi nyumbani ili watunze wazee tutakapokuwa tumezeeka. Umekuta ndoa nyingi zinakufa sana, kumbe nyuma ya kufa kwa ndoa hizo kuna kiapo kiko nyuma. Si kama unanielewa hiki ninachozungumza? Kwa hiyo unashangaa kama ni biashara itakufa mpaka utarudi kijijini, na unakuwa unaota ndoto unarudi kijijini. Umeelewa? Na hujui kwa nini unarudi kijijini. Kumbe kuna kiapo kiliapwa na wazee na kilikuwa ni dhabiti, kimekufunga. Glory to Jesus. Kwa hiyo unashangaa unaanza kupata matatizo. Kumbe nyuma ya tatizo kuna kiapo. Umeshazunguka sana, umeshaenda kwa waombezi sana, lakini shida bado iko pale pale. Na mkuta mwanamke azai, kumbe waliapa wakasema kwenye watoto kwenye uzao wetu watakuwa watoto wa kiume hawatakiwi, au watoto wa kike hawatakiwi, au mimba ya kwanza inatakiwa iharibike ili watoe kafara. Ni viapo hivyo. Kwa unashangaa mimba zinaharibika, matatizo yaishi. Nyuma ya tatizo lako kuna kiapo. Hicho kiapa, je, waliapa nini? Waliapa nini kwenye familia yenu? Waliapa kitu gani mpaka leo nateseka? Kumbe nyuma kuna kiapo. Lazima ufute kiapo. Unashangaa upige hatua, unashangaa uendi, unashangaa usogei, kumbe nyuma kuna kiapo. Yoyote aliyeapa asubuhi ya leo, tunavunja hicho kiapo kwa jina la Yesu. Sasa nataka nikupe maelekezo. Wewe ambaye unataka kuvunja kiapo na ndani yako umekuwa unakutana na hii vita nzito, mambo yanaharibika, uchumi umeharibika, vitu vinaharibika, lakini kumbe nyuma kuna kiapo waliapa. Sasa hicho kiapo nataka nikupe maelekezo. Namba 1, hayo maelekezo ambayo nataka nikupe wayafuatilie, wala yatakusaidia maelekezo. Namba 1, inabidi uchukue ardhi yoyote ambayo ulionayo hapa nyumbani, yoyote tu. Lakini kama uko nyumbani kijijini, basi kama una ardhi ya kijijini kamate hiyo ardhi. Hata kama nyumbani kwenu ni Arusha, ni Bukoba, huko Marekani, tutaisemea tu kwamba hii ardhi yenyewe nasikia. Kisha chukua hiyo ardhi, chukua karatasi yako nyeupe. Haleluya! Chukua karatasi yako nyeupe, andika vile viapo unavyoviona, aidha vinavyokulisha nyuma. Sawa? Ukisha andika hivyo viapo, unaandika na kalamu nyekundu. Utaandika vizuri pale kila kiapo ambacho unakiona kiko kwenye familia. Kisha andika, utachukua ile ardhi utaiweka juu yake. Sawa? Kumbuka hii ni madhabahu, ni madhabahu ya familia. Lazima unapotaka kufanya maombi ya kuvunja madhabahu ya familia, Mungu anamwambia Gideoni, Waamuzi sura ya 6, mtoe ng'ombe wa miaka 7 ukavunje madhabahu ya familia ya Baali alionayo baba yako. Kwa lazima uwe na sadaka namba 7. Haleluya, sadaka namba 7. Sawa? Hii maombi ya kuvunja viapo sio maombi madogo, ni maombi makubwa, na sadaka yake lazima uwe na sadaka ambayo unasema hii sadaka kabisa. Sadaka yako uwe na sadaka 10,000, sadaka 20,000. Tafuta sadaka yako nzuri. Tafuta sadaka yako nzuri ambayo unaiona kabisa, nataka nivunje hii madhabahu. Umeelewa? Kwa hiyo utaweka hiyo sadaka juu ya hiyo ardhi. Sawa? Utakunja hiyo karatasi, utaanza kuvunja hicho kiapo. Na baadaye nitakuonyesha nini utaenda kufanya. Ukitaka kufanya yoyote, hebu ingia kwenye WhatsApp pale, nitumie ujumbe na huo umeshapanda hiyo sadaka yako kwenye namba ya Vodacom. Alafu nitumie. Tutaenda kufanya maombi na hiyo madhabahu ya kiapo tutakwenda kuivunja. Sasa popote pale ulipo, nataka uinue mkono wako. Sema, Bwana Yesu, nimesimama mbele zako asubuhi ya leo. Kila kiapo kinachonizuia nisifanikiwe,
kiapo cha baba zangu na kiapo cha mama zangu, waliapa wazazi wangu na vizazi ya kwamba maisha yangu yatakuwa ni magumu, maisha yangu hayatafanikiwa. Leo natangaza katika jina Yesu, leo natangaza kwa damu ya mwana kondoo, kila kiapo kinachofanya kazi katika ulimwengu wa roho, hicho kiapo ninakivunja kwa jina Yesu, ninakivunja kwa damu Yesu, ninakivunja kwa damu Yesu. Posa karabakasha kwa jina la Yesu Kristo, navunja hicho kiapo. Rika baba saka, kiapo cha kutozaa, kiapo cha kutolewa, kiapo cha kutofanikiwa, kiapo cha kutoinuka, leo kwa jina la Yesu Kristo navunja kiapo, navunja kiapo. Ramashatata rakabakashaka rekababakashaka reshatarabakasha. Hivyo viapo vya miungu, hivyo viapo vya kichawi, vonjeka kwa jina Yesu, vonjeka kwa damu Yesu. Rabo shaka baba, shaka baba baba, navunja hicho kiapo, vunja hicho kiapo kinachokuzuia usifanikiwe, kinachokuzuia usipige hatua, kinachokuzuia usiende, leo ninakivunja katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtoto huyu akafanikiwa na kainuliwe, kiapo hakitafanya kazi tena katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Niombe upande hiyo sadaka kwenye namba ya Vodacom na namba hiyo ya Tigo, ya Tigo basi ya Yasi, basi tuma ujumbe wako WhatsApp. Mungu akubariki sana, nikutakia asubuhi ya leo, nenda ukafanikiwe, viapo havitakuzuia katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Amen.